Lakini pia ningependa pia kuongelea huduma ya bima ya afya kwa wote. Tunajua katika nchi yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na nia ya kuweza kutoa huduma za afya ziwe zinapatikana katika maeneo yote ya nchi yetu, na ndipo hapo alipokuja na hili wazo la bima ya afya kwa wote, ambapo alituahidi kwamba kwa kipindi cha mwaka huu tungeweza kuanza huduma hizi na wananchi wote waweze kupata elimu, lakini pia waweze kujiunga na hii bima ya afya kwa wote, ili isije kuwa usumbufu wakati wa matibabu kama mtu hana pesa. Hii bima ya afya kwa wote ni muhimu sana kwa wananchi, kwa sababu zana nzima ya bima ya afya kwa wote ni kuweza kushirikisha wananchi wote waweze kuchangia huduma za afya, ambapo zile pesa wanazochangia zinaingia kwenye kapu moja, ambapo hili kapu sasa litatumika ili kwa mwananchi atakayeumwa, atakayeugua, akienda hospitali hata kama hana hela aweze kuhudumiwa kwa sababu alichangia katika lile kapu. Na kwa sababu sio watu wote wataumwa kwa wakati mmoja au kwa siku zote, watu wengi wakiwa wanachangia wanachangia kwenye lile kapu, itasaidia sana kuweza kuimarisha huduma, kwa sababu fedha zitakuwa nyingi, na kwa hiyo huduma zitakuwa ni endelevu na zitakuwa ni za uhakika sana. Kwa wilaya yetu tumeshaanza, wananchi wameshapata huduma katika kata takribani 9 na vijiji 40. Lakini pia elimu hii bado inaendelea, lakini kuna yale makundi maalum ya wananchi ambao wanachangiwa na serikali. Hawa wameshaandikishwa na wameshapewa kadi zao za bima na huduma imeshaanza. Kwa hiyo kwa wilaya yetu hii wale makundi maalum wanaendelea kupata huduma kama kawaida. Lakini kwa wengine wale wa kuchangia, nafikiri taratibu bado zinaendelea kwa wenzetu wanaosimamia mfuko huu, na nafikiri kwa muda mfupi unaokuja tutaendelea na kwa wale ambao wanachangia tukaendelea kuwapa huduma. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza.